Safi mtazamaji wangu, natumai mzima popote ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu, kituo nambari 1 kinachozidi kukuletea taarifa za siasa nchini Kenya. Sasa mtazamaji, ni taarifa tanzia inayozidi kutufikia katika dawati letu la habari kulingana na jinsi ambavyo imeweza kuchapishwa na gazeti la The Standard Digital kwa kutumia ukurasa wa rasmi wa mtandao wa X, ya kwamba Boniface Kariuki Mwangi aliyekuwa akiuza barakoa huko jijini Nairobi wakati wa maandamano ya kutetea haki ya Albert Ojwang ameweza kuaga dunia leo hii mida ya saa 9:15. Mtazamaji, habari hii ni habari ambayo inazidi kuvunja mioyo ya Wakenya. Sote tunafahamu kwamba Boniface Mwangi Kariuki aliweza kuaga dunia kutokana na kile kilichoweza kusababishwa na afisa wa polisi, kwani afisa wa polisi ndiye aliyeweza kumpiga bunduki ama risasi Boniface Mwangi Kariuki, hatua ambayo familia iliweza kujaribu kupata haki na hata kusaidiwa kimatibabu na serikali, ila ni kama hilo halijaweza kutokea, na ndipo ambapo taarifa mbaya inayozidi kutufikia hivi sasa katika dawati letu la habari kuhusiana na Boniface Mwangi Kariuki kuaga dunia. Sasa mtazamaji, ningependa tuzungumzie kwa undani kidogo. Sote tunafahamu kwamba afisa wa polisi ndiye aliyeweza kusababisha kifo chake Boniface Kariuki. Je, afisa huyo wa polisi ameweza kushtakiwa? Wakenya wengi wanazidi kujiuliza swali hilo. Sasa pili, sote tunafahamu kwamba bunduki inazidi kulipiwa na serikali ya Kenya Kwanza na iliweza kuhusika kwa kifo chake Boniface Kariuki. Je, serikali ya Kenya Kwanza itaweza kuingilia kati? Bado ni maswali ambayo Wakenya wanazidi kujiuliza. Pia, kutokana na Boniface Kariuki kuaga dunia, kuna bill ambayo ameweza kuiacha huko hospitali takriban zaidi ya milioni 3. Na sote tunafahamu kwamba serikali hii ya Kenya Kwanza iliweza kutarajiwa kusaidia kimatibabu kwake Boniface Kariuki, ila hilo halijaweza kutokea. Sasa mtazamaji, kutokana naye Kariuki kuaga dunia, ni kilio kikubwa kwa wazazi na jamaa wa karibu. Sasa deni ambalo limeweza kuachwa huko hospitali. Kumbuka hospitali ni ya umma, hospitali inasimamiwa na serikali. Je, pesa hizo tutashuhudia familia ikilipa ama serikali ndio italipa? Na serikali kwa ajili ya kurefund ama kutoa pole kwa afisa wa polisi kuhusika katika mauaji ya Kariuki, je, wataweza kutoa pesa sawia na jinsi tulizoweza kushuhudia kutolewa kwake familia ya Albert Ojwang? Sote tunafahamu kwamba japokuwa ni kipindi kigumu kwa familia, ni kipindi kigumu pia katika serikali ya Kenya Kwanza kwa wao kutoweza kujibidiisha kufanikisha kile kilichokuwa kikililiwa na familia hospitali. Walidai ya kwamba ingekuwa vyema hata kama wangeweza kusaidiwa kipesa ili waweze kujaribu kuokoa maisha ya mtoto wao, ijapokuwa madaktari waliweza kudai kwamba kipindi ambapo ataweza kutolewa ile oxygen aliyokuwa akitumia kupumulia angeweza kuaga dunia, ambapo ni jambo mbaya. Pia iwapo angeweza kupona kutokana na kupigwa risasi katika kichwa, aliweza kupoteza uwezo wa kumbukumbu na alikuwa na tatizo la brain loss. Sasa mtazamaji, sisi hapa tumeweza kusikitika kwa kifo hicho na tungependa familia iweze kuwa na nguvu katika kipindi hiki kigumu. Mtazamaji wangu, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare. Bye bye until the next video.